Nadhani nitaumaliza kwa muda wa wiki 3. Maybe I'll finish it after 3 weeks. Wiki hii, This week, wiki ijayo, coming week, nadhani na wiki ile nyingine. the other week. Labda nibadilishe ulimi sasa. The title of my message says how to have a quiet time with God. Ujumbe wa kichwa changu cha leo kinasema namna gani ya kuwa na muda wa utulivu na Mungu. As I have said, Kama nilivyosema, this is a long sermon. huu ni ujumbe mrefu. So I have divided it in 3 groups. Kwa nimeugawa katika makundi. And I have placed that it will take 3, for every part of it, it will take 1 week. Na kwa kila kundi naona itachukua kama wiki moja. So today, Kwa leo I'm starting the first part. naanza kundi la kwanza. But in those three parts, Katika haya makundi matatu, the first title, kundi la kwanza, as I have said, how to have a quiet time with God. kama nilivyosema, ni jinsi ya kuwa na muda wa utulivu na Mungu. Now I'll be going through three elements. Kwa nitakuwa napitia makundi matatu. First of all, and then I'll say how to do it. I said 3. There are about 4 elements. Kuna makundi manne, nilisema matatu, yako manne. The first element, Kundi la kwanza, about specific times by which you can have quiet time with God. wakati tutaongea kwa habari ya muda uliotengwa wa mtu kuwa na utulivu na Mungu. We will also consider about the specific place. Wakati tutakuwa tunatafakari kwa habari ya mahali maalum. And then the fourth, we'll consider about the planning everything, how to have a quiet time with God. How do we plan to have that? Kuliona tutakuwa tunatazama kwa habari ya mipango ambayo mtu anaweza kupanga ili kuwa na muda wa utulivu na Mungu. And how to abide to those plans you have made. Na namna ya kubaki katika mipango hiyo. So this will take us 3 weeks, as I have said. Kwa hii inaweza ikachukua wiki 3 kama nilivyosema. Father, we praise you. Baba, tunakuabudu. Father, we glorify you. Tunakurudishia sifa. You are worth the praise. Unastahili You are worth the glory. Unastahili You kusifiwa. are a King of kings Wewe ni mfalme wa and a wafalme. Lord of lords. Bwana wa mabwana. Here we are, Lord. Tuko hapa We Baba. want to hear from you. Tunatamani kusikia kutoka kwako. Feed our spiritual hunger. Tulishe njaa zetu za rohoni. God, we need you. Tunakuhitaji. Without you, Pasipo wewe we cannot hatuwezi overcome our enemy. kushinda kinyume cha adui yetu. But with you, Lakini pamoja nao our enemy is defeated. adui yetu ameshindwa. We praise you. Tunakusifu. We glorify you. Tunakurudishia sifa. You are our God. Wewe ni Mungu And wetu. there is no God like Na you. kuna Mungu kama wewe. Thank you for who you are in our lives. Asante kwa jinsi ulivyo kwenye maisha yetu. Thank you for protecting us. Asante kwa ulinzi. Thank you for this time. Asante kwa muda huu. And thank you, God, because you are going to communicate to each and every one of us. Asante Mungu, utakwenda kusema na kila mmoja wetu. In Jesus' name, Kwa jina la Yesu we pray. tumeomba. Let us say amen. Tuseme amen. As I have said, that the first aspect is proper attitude. Kama nilivyosema, mtazamo wetu wa kwanza utakuwa kwa habari ya mtazamo sahihi kwa mtu. If you want to have a quiet time with God, Kama unatamani kuwa na muda uliotulia na Mungu, maybe I should say what we mean by a quiet time with God. labda nisema tunamaanisha nini tunaposema muda wa utulivu na Mungu. Is a specific time Muda maalum with you and your God. ambapo wewe na Mungu wako. Is a time of intimacy with you and your God. Ni wakati wa utulivu wewe na Mungu wako. It's a time I can liken it to this. Naweza nikaufananisha na hiki. When a person has a girlfriend, Mtu anapokuwa na mwenza or when a person has a very dear friend of his, au mtu anapokuwa na rafiki wa muhimu sana kwake, there is always a time. mara zote kuna kuwepo na wakati. They will always find a time Mara zote watapata muda when they will be kwa uhuru without anybody being around. pasipokuwa na mtu katikati yao. Then our God is our dear friend. Na Mungu wetu ni rafiki. Our God is our shield. Mungu wetu ni ngao. Our God is our strength. Mungu wetu ni nguvu. Our God is everything.
wetu ni kila kitu kwenye maisha yetu. Hallelujah. Amen. There are times when we need to be with Him. You and Him and Him and you and Him and Him and you alone. Ziko nyakati tunatakiwa tuwe pamoja naye, peke yetu, yeye na sisi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I'm talking of that time. Nazungumza kwa habari ya nyakati kama hizo. Yes, there are times. Ziko nyakati You and your wife, ambapo wewe na mke you wako can go before the unaweza Lord. kwenda kwa Mungu. You and the whole congregation, Wewe na kundi zima you can go before the unaweza Lord. kwenda kwa Mungu. But there is time when you want to meet Lord, the Lord, you and you alone. Ambapo unataka kukutana na Mungu wewe peke yako, Because He's our lover. kwa sababu yeye ni mpenzi wetu. Here, we are the bride Sisi ni of Christ. bibi harusi wa Yesu Kristo. Praise God. Praise God. I'm talking of that important time. Naongea kwa habari ya nyakati kama hizi. I want to motivate you that you should never, I want to motivate you that you should never miss such a time. Nikutie moyo kwamba kamwe usikose wakati kama huu. You must have a quiet time with your Creator. Ni lazima uwe na muda uliotulia wewe na muumbaji wako. But one important thing, you have to have a proper attitude towards Him. Lakini jambo moja la muhimu, inabidi uwe na mtazamo sahihi kwake. Let us come to Samuel chapter 16 verse 7. Some Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 7. I'll read in Jesus' name. Soma kwa jina la Yesu. But the Lord said to Samuel, do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as a man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Usimwangalie anavyoonekana, au usiangalie kimo chake, kwa sababu Bwana haangalii kama mwanadamu. Mungu anaangalia kwa ndani. God looks inward. Mungu anaangalia moyo. Ndivyo ilivyosema mwenzangu, hakuipata hapo, nilitafsiri ile niliyosema kwa Kiingereza. That's what the word is saying. The Lord looks at the heart. Mungu anaangalia moyo. The Lord does not look as a man. Mungu atazami kama mwanadamu. I say you must have a proper attitude as you approach Him. Nimesema lazima uwe na mtazamo sahihi unapomkaribia yeye. You may go Unaweza ukaenda at your selected place, katika mahali ulipopachagua, where you have selected to have a quiet time with God, ambapo umechagua kuwa na muda na uliotulia na Mungu, but with a wrong motive. lakini ukiwa na msukumo mbaya, maybe only to impress somebody, labda kumpendezesha fulani, that you also have a quiet time with God. kwamba na wewe huwa unapata muda wa utulivu na Mungu. Going to a quiet time with God, Kwenda kwenye mahali pa utulivu na Mungu is something very good, ni kitu kizuri, but has to be done in a proper attitude. lakini inabidi ifanywe katika mtazamo ulio sahihi. You have to know that He is there. Inabidi ujue kwamba yuko. You have to know that He is your Creator. Inabidi ujue kwamba yeye ni. You have to expect Him to hear you. Inabidi utarajie kwamba atakusikia. You have to know that He is in person. He is there. Uweze kujua kwamba yeye mwenyewe You shouldn't yuko. go there as a routine thing just to fulfill something. Usiende kama mazoea ili To jambo fulfill your fulani routine. litokea, labda ufanye yale mazoea uliozoea. Your attitude should be that you are going to meet Him. Mtazamo wako inabidi uwe unakwenda kukutana naye. He is going to hear you. Anakwenda kukusikia. He is ready to communicate. Yuko tayari kuzungumza It nao. should be a communication. Uwe na mawasiliano. Nothing should be hidden to Him. Usiwe na kitu kilichofichwa. Pronounce it.
Zungumze. Though he already knows everything about you. Kama anajua kila kitu kwa habari yako. But it is his desire. Lakini ni shauku yake to hear from you. Kusikia kutoka kwako. Sanctify yourself. Na kitu. There are sins. Ziko dhambi which can be committed. Ambazo zinaweza zikafanya. And are registered as sin. Na zinasemwa kama dhambi. Although you don't know. Hata kama huna taarifa. Hello, are we together? So the best thing kwa kitu chema is when you go and meet God. Pale unapokwenda kukutana na Mungu. Your creator. Aliyeumba. Your deliverer. Mkombozi wako. Everything. The word says, kwa sababu neno he does not hear from sinners. Asikilizi maombi ya wenye dhambi. So see to it. Kwa hakikisha that in your life there is no sin. Katika maisha yako hakuna dhambi. Are we together? Are we together? There is the blood of Jesus Christ. Iko damu ya Yesu. Which sanctifies us. Ambayo inatutakasa sisi. Take refuge under the blood of Jesus. Chukua kimbilio chini ya as you approach your creator. Unaposogea kwa yeye. He is the holy God. Yeye ni Mungu mtakatifu. He is not man. Sio mwanadamu. Hallelujah. You should take him as he is. Inabidi uende na ujue jinsi alivyo. Let us read another verse. Tusome mstari mwingine. 2 Chronicles chapter 25 verse 2. Kumbukumbu. Mambo ya Nyakati wa Pili 25 mstari wa pili. The word says, and he did what was right in the eyes of the Lord, yet not with the whole heart. Akafanya yaliyo ya adili machoni pa Bwana, lakini si kwa moyo mkamilifu. Hello, are we together? You are going before the Lord. Unakwenda mbele za Mungu. You have got maybe an hour where you want to have a quiet time with God. Na umetenga saa nzima ya kuwa na muda wa utulivu na Mungu. But without having a proper attitude. Lakini usipokuwa na mtazamo ama moyo mkamilifu. Now, how do you have a proper attitude? Sasa tunapataje huu mtazamo ulio sahihi? Have a high expectancy that he will bless you, listen to you and hear you. Ni kwa kuanza kuwa na matarajio makubwa kwamba atakusikia, atakubariki na atafanya. Be excited about being before him. Uwe una shauku ya kuwa mbele zake. Imagine that he's right there and listening. Ukifikiria kwamba yuko pale na akikusikia. Don't just babble. Usizungumze tu. Don't just repeat words. Usirudie maneno. But you at heart is as if you are talking to the air. Kama moyoni mwako unazungumza na kitu kisichokuwepo kama na hewa. Ona kabisa kwamba yupo na anasikiliza. See that he is there. Kwamba yupo na atafanya. He is there and he will do. Kwamba yupo na anakupenda. He is there and he loves. Kwamba yupo na anajisikia vizuri kusikia unachosema. And he feels good. Oh, hallelujah. Wakati mwingine tunakwenda mbele zake. Sometimes we go before him. Na tunapoteza muda and we lose time. Mawazo yakiwayawaya huku na huku. Our thoughts wandering. Huku ikiwa kama ni kusema tu na yule asiyesikia na yule asiyekuwepo. Doing it as a routine thing. No, tuko wote. Unapokwenda kwenye wakati mtulivu na yeye Muumbaji wako, anayekupenda, anayekuthamini, aliyekuokoa. When you go at a quiet time with your Creator, the one who saved you, the one who sanctified you. Jua yupo. Know that he is there. Hata kama mazingira yanaonyesha kwamba hakuna kilichopo wala hujisikii uwepo wake, nataka kukuthibitishia anakuwa yupo. Even the environment when it shows that he's not around, I want to assure you, he is there. Hatuendi mbele ya Mungu kwa misisimko ya mwilini. We don't go before God with what we feel outside. Kwa sababu tunaamini yupo, na ndivyo alivyo. Yupo, nenda ukisema yupo kwa adabu, kwa unyenyekevu, ukijua yeye ni Muumbaji. Go before him believing that he is there, with discipline and knowing that he is there. Hallelujah. Ukienda kwa namna hiyo, when you go before him like this, faida zake, the advantages, utaondoka umeponywa. you go healed.
Vidonda vilivyokuwa moyoni mwako, what was causing you pain in heart, vitaondoka, vimeondolewa. Utatoka, vimeondolewa. when you go out of there, you will be Mashaka healed. na hofu zilizokukamata, Fear and things that were tormenting you, hazitakuwepo tena. they will no longer. Maana yeye ni Bwana wa mabwana, Because he is the ni Lord of Mfalme Lords. wa wafalme, He is King anajua of yote, He knows anaweza yote. He Oh, knows hallelujah. anything. Na yeye anakuona, And he sees you. anajua mashaka yako, He knows your fear. anajua tabu zako, He knows your na trouble. umekwenda mbele And zake you have gone before ukijua him. kwamba yupo, Knowing he is ukijua there. kwamba atatenda, Knowing he will do. ukijua kwamba anasikia, Knowing he ukijua hears. kwamba anakupenda. Knowing he Oh, hallelujah. Anajibu, He answers. anatenda. He does. Hello, Amen. naomba nikwambie, Let me tell you. Mungu tunayemwabudu God we worship. yupo, He is there. anatupenda. He loves us. Wale wanaomwendea Those who go before him, wakiwa hawana hakika, huna hakika kama yupo, if they are not sure, huna hakika kama if they anakupenda, don't know they are loved, unapoteza. it's a waste of time. Hello, Bwana Yesu asifiwe. Hata sikia He won't hear you. kama tutoe na mfano wa kawaida ambayo inakuwa wazi. Let's give an example. Unaombea mtu You pray on a person. ni mgonjwa, He is sick. alafu huamini kwamba anaweza kupona, And you don't believe that. huamini kwamba mikono yako Bwana anaitumia, You don't believe that Who- your hands are used. yule mtu hatapona. The one you are praying on won't be healed. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini unapokwenda unasema natekeleza lile alilolinena Bwana, When you go Man- saying, I am doing what the Lord said, maana yupo because He is here, na atamimina nguvu zake za uponyaji juu ya mtu and huyu. He will pour His power. Nitatamka kwa kumheshimu, I will, nitasema, I will testify, or proclaim what I believe. nitasema pokea I uzima will say, be healed. katika jina la In Yesu. Jesus' name. Tumeona mara nyingi Bwana akishuka na kuponya. We have seen many times Lord comes and heals. Bwana Yesu, wakujua kwamba yupo, anakupenda, anakusikiliza, anakujali na atatenda. When you go before God, be sure in your heart you know that you are loved. He is there. He will do, and He loves you. Bwana Yesu asifiwe. Usiende mbele zake huku ukisema sijui kama yupo. Don't go before Him not sure that He is there. Uende mbele zake ukisema Mungu aliyeniumba yupo, ananipenda, ananisikiliza na anapenda kusikia kutoka kwako. Go before Him knowing the one who created me, He is here, He loves me, and He loves to listen from what I have to say. Uzuri wa Mungu The goodness of God, ni kwamba hakuna wakati that there won't be a time anapokuwa busy. that He is busy, Kama niko very busy that I am too busy. na watu wengi wamefole, I have many people. yeye ni Mungu. He is God. Yuko kila mahali, He's everywhere. anajua kumhangaikia kila He mmoja. knows how to be in service of Yuko everyone. tayari kwa ajili yako. He's ready for you. Yuko tayari mchana, He's ready. yuko at the tayari afternoon. asubuhi, He's ready in the yuko morning. tayari jioni, He's ready in the yuko evening. tayari manane ya usiku, He's ready yuko for night. tayari alfajiri, He's ready anasikiliza. to listen. Oh, hallelujah. Na uwe na tamaa ya wewe pia kumsikia, But also desire to hear from Him. maana anazungumza, Because He talks. maana anasema. Because He says, Hasemi kama mimi, He won't say like that. lakini anasema. But He says, Oh, hallelujah. Amen. Ukiniuliza mchungaji, When you ask huyu the Mungu pastor, anasema sauti ndogo kama unaosema, how does God speak? au Does He speak anasema like, kama radi? or does He speak like thunder? And inanimate matter. Mungu anaweza kusema na chochote na kwa lugha yoyote. Mungu anaweza kusema hata na vitu visivyoishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo anaweza kuzungumza na wewe. So He can speak to you. He will speak to you in your own way, in His own way, and the way He has created you. Ataongea na wewe katika namna ambayo utaelewa na namna aliyokuumba wewe uelewe. Praise God. So He will never fail to communicate to you. Hatashindwa
kamwe kuzungumza na wewe. If you go at a quiet place with him, expecting to hear him, that he'll hear you, expecting to be healed with him, expecting to be motivated with him, etc., etc. Kama utakwenda katika muda na ulikuwa una utulivu, ukitegemea utamsikia, ukitegemea atafanya amani na shauku na God loves that. Mungu anapenda hicho. Let us read the Psalmist, chapter 42, verse 2. Tusome kwenye Zaburi sura 42 mstari wa 2. The Bible says, Biblia inasema, my soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Zaburi 42 mstari wa 2, Biblia inasema, nafsi yangu inamwonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? These were the words of the servant of God, David. Maneno haya yalikuwa ya mtumishi wa Mungu Daudi. King David, Mfalme Daudi, was yearning alikuwa na shauku to be before God. kwa mbele za Mungu. And he was yearning when he was away or moving or doing something else, yet his heart was yearning to hear and be before God. Anapokuwa mbali akifanya mambo mengine, ndani ya moyo wake alikuwa na shauku ya kusikia kutoka kwa Mungu. David had a desire to meet God. What is your desire? Daudi alikuwa na shauku ya kukutana na Mungu. Wewe una shauku What gani? do you desire? Wewe una shauku ipi? The man of God, David, Mtu wa Mungu huyu had a desire alikuwa na to shauku go before God. kwenda mbele za Mungu. What is your desire? Na shauku ya kitu gani? Saints of God, Watakatifu have the desire to wana meet shauku God. kukutana na Mungu. Oh, hallelujah. Let the Spirit of God motivate you. Roho wa Mungu akutie Let the shauku, Spirit of God give you the ability kwa uwezo to have the kuwa na desire shauku in your heart ndani ya moyo to wako, meet with Him, kukutana na to Mungu, have the desire every day kila to siku communicate to Him. kuwasiliana He naye. is a communicating Yeye ni God, mtu and He anayewasiliana loves to communicate. na anapenda kuwasiliana That nawe. is why He went all the way, paying the price to redeem you. Ndio maana akafanya zaidi mno, hata kwenda kulipa gharama ya kukuokoa wewe. Hallelujah. He didn't pay with money. Hakutoa fedha, He didn't pay with ships. hakutoa He didn't kondoo, pay with gold. hakutoa dhahabu, But He paid for your redemption. lakini alilipa kwa ukombozi wako By accepting that His only begotten Son kwa kukubali mwanawe pekee should be crucified at Calvary. sulubishwa msalabani, Yes, a very shameful death. kifo cha aibu, And He died slowly so that he paid the full price ili alipe gharama yote of your redemption. ya ukombozi wako, Because He loves you kwa dearly. sababu anakupenda Because sana, He loves you so much. anakupenda mno. And therefore doubt not Kwa hiyo usiwe na that shaka He loves you. kwamba anakupenda. And when you go before His throne, Unapokwenda mbele ya kiti be chake, sure you are going before God who loves you. kuwa na hakika kwamba unakwenda kwa Mungu anayekupenda. Don't worry about the environment. Usiwe na shaka na The kinachokuzunguka. environment may be volatile. Vile vinavyokuzunguka vinaweza vikawa vinatia shaka, But lakini don't worry. usiwe na shaka. He is in love with you. Yeye anakupenda And He will redeem you. na atakuokoa And He will save you. na And He atakukomboa will see to it na hatahakikisha that you are successful. kwamba unafanikiwa. If you are going to trust Him, Kama utakwenda kumwamini, if you are going to love kama Him, utakwenda kumpenda, if you are going to have quiet time with Him, kama utapata every muda day. wa utulivu Oh! yeye kila siku, I cry to God na lia kwa Mungu that He should put that heart in you, kwamba aweke kitu hiki ndani ya moyo that He wako, should motivate you from today, akutie moyo that kuanzia you leo, be sick in time kwamba uchoke every day kwamba kila to siku be before Him. wafanye bidii ya kuwepo mbele zake, Because if you do that, sababu ukifanya hivyo you'll be successful utafanikiwa in everything. katika kila kitu. And at times, Na kwa wakati mwingine God will tell you about your Mungu future. atakwambia mambo And yajayo. at Na times, wakati mwingine God will tell you how to overcome certain problems. atakwambia kwa habari ya kushinda. And at times, Na wakati mwingine God will direct you Mungu atakuongoza to His people kwa watu so wake that you can send His word ili utume neno lake to them kwao, of encouragement, neno la kutia faraja, of redemption. neno la ukombozi. Oh, hallelujah. It's my wish. Ni shauku It's yangu, my wish. shauku yangu, It's my wish shauku that yangu from kwamba today kuanzia leo you'll start utaanza
sana. Just imagine. Tafakari. You are a married man. Wewe ni mtu uliyekuwa You kwenye love ndoa. your wife. Unampenda mkeo. Oh, you are a married woman. Wewe labda ni mama. You love your husband. Unampenda baba. Imagine. Your husband does not give you a time when you can be together with him. Mwenza wako hakupi muda ambao mtakuwa pamoja na yeye. Always he has somebody with him. Mara zote yuko na mtu pamoja naye. You want to talk to him. Na kuzungumza naye. You want to talk to her. Na kuzungumza naye. Always he has a son or a daughter. Yuko na mtu with him. au kijana. In the bedroom he has somebody. Nyumbani. In the sitting room he has somebody. Sebuleni yuko na mtu. I'm sure you'll shout. Na kika utapiga I kelele. don't want that. I want you alone. Stand alone. So that we can communicate. Ili muweze kupata mawasiliano. Do you get me? Unanielewa? God says he loves us. Mungu anasema anatupenda. That he calls us as if we are bride. The church is the bridegroom of the Lord Jesus Hata Christ. anatuita kama bibi harusi. Kanisa ni bibi harusi wa Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. We are the bride of Christ. Sisi ni wana harusi wa Yesu Kristo. That's what the Bible says. Ndicho Biblia inachotuambia. And therefore, Kwa hiyo he always needs, anahitaji mara zote. and we need, Na ana shauku and we need na tunahitaji a quiet time with him. muda wa utulivu pamoja naye. A time of intimacy. Muda wa utulivu. Intimacy. Upendo wa ndani. A hunger for the Lord is very important. Shauku wa manjaa kwa Mungu ni muhimu sana. It's very important for your success. Ni muhimu kwa mafanikio It's yako. very important for you to overcome the enemy. Ni muhimu kwa wewe kuweza kumshinda adui. If you go as often as possible before God, Kama ukifanya bidii kwenda mara nyingi mbele za Mungu. and if you kneel before Him many Na times, ukiwa unapiga magoti mara nyingi mbele zake. you'll be able to stand against the enemy and overcome him many times. Utakuwa na uwezo wa kusimama mbele ya adui na kushinda mara nyingi. He will come with his multitude to attack you, Adui atakuja na kundi kubwa kupigana na wewe. but they will scatter before you Lakini watatawanyika mbele zako. because you're fully anointed with the anointing of God. Na mafuta ya Mungu. Hallelujah. Amen. You need God. Unamhitaji Mungu. You need to be anointed. Inabidi upakwe mafuta You na need to be before Him. ili uwe mbele zake. The evil tricks of the devil, Ila mbinu za ibilisi they will never overcome me. hazitakushinda. That is my prayer. Maombi yangu That God will help you Mungu to akusaidie overcome kushinda all problems in your life. kila tatizo kwenye maisha yako. These spiritual problems Labda ni tatizo la rohoni or physical au problems. tatizo la mwilini. God has created you to be an overcomer. Mungu amekuumba uwe mshindi. Oh, hallelujah. Hallelujah. That is the desire of God Ni shauku ya Mungu for your life. kwa maisha yako. Are we together, saints? Tuko pamoja watakatifu? Are we together? Tuko pamoja. God desires that you should be an overcomer. Mungu ana shauku ya kwamba wewe uwe mshindi. God desires that you should have a whole health. Mungu ana shauku wewe uwe na afya yote tele. Hallelujah. Amen. God desires that you should be happy. Mungu ana shauku kwamba uwe na furaha. One may say, but how come? Mtu anaweza kusema inakuwaje? That sometimes we go through turmoil. Wakati mwingine tunapitia shida na matatizo. It's only Ni pale tu at the time that God wants to tell His enemy nyakati zile ambazo Mungu anataka kuwaarifu maadui zake that even if you are in hard time, kwamba hata ukiwa katika wakati mgumu you still worship Him. kwamba bado utamwabudu, You still glorify bado Him. utamrudishia sifa. That is what He did to Job. Ndicho alichofanya kwa Ayubu. The devil went before God, Ibilisi akaenda mbele za Mungu and God said, na Mungu akasema, have you seen my servant Job? umemwona mtumishi wangu, He is so good. yeye ni mzuri, There is no meek person like him. hakuna mtu mpole kama yeye. And the devil said, Ibilisi akasema does Job respect God for nothing? kwamba Ayubu anakupenda wewe na kukuheshimu bure, You have protected him. umemlinda, You have made him rich. umemfanya awe tajiri, You have put a cage around him. umemzungushia boma, That's why he worships you. ndio maana anakuabudu wewe. God said, Mungu akasema
You know now Job, the environment of Job changes. Mazingira ya Ayubu yakabadilika. Because God said, Mungu akasema, devil, Ibilisi, I trust myself. Ninamwamini mtumishi wako. You can go. Nenda. And do anything you want to do. Fanya unachotaka kufanya. With him. Naye. He will remain faithful. Atabaki mwaminifu. So God. Unenda. The devil went. Ibilisi akaenda. And the environment of Job changed overnight. Kabadilika changed in a single day. Kabadilika kwa siku. Job was in calamity. Ayubu akaingia kwenye matatizo. Job was in sadness. Akaingia katika huzuni. But instead of cursing God, lakini badala ya kumtukana Mungu, you remember, unakumbuka, he blessed him. Alimbariki, he worshipped him. Alimwabudu. That is what God means. Ndicho Mungu anachohitaji katika maisha yako, katika maisha yako, katika maisha. No problem. Lisiwepo tatizo. No problem will remain permanent. Hakuna tatizo litakalobaki milele. No problem will remain permanent. Kuna tatizo litakalobaki milele. Utakuja and it will go. Litaondoka. And that time will come. Muda utafika. When God himself, Baba Mungu mwenyewe, atasimama na kupigana kwa ajili yako. Hallelujah. So, don't postpone your quiet time. Your quiet time with God. Wale usiairishe muda wako ule wa utulivu na Mungu. Even if, hata kama you are confronting a lot of problems, unakutana na matatizo na shida, you are facing difficulties, unakutana uko kwenye mambo magumu, continue. Endelea worshiping him, kimwabudu, obeying him, ukimtii, listening to him, ukimsikiliza. And when you listen, unaposikiliza, be ready to obey. Kuwa tayari kutii. Especially when you are with God and you are quiet area, quiet time, away from everybody else. Hasa unapokuwa na Mungu katika mahali pako pa utulivu na muda wenye utulivu. God can talk to you. Mungu anaweza kusema na wewe. God can give you instruction. Mungu anaweza kukupa maelekezo. God can say. Mungu anaweza kusema, move away from where you are. Toka hapo ulipo. And go where I will direct you. Na uende kule nitakapokuelekeza. Just as he told Abraham. Kama alivyoongea na Abraham. He didn't even specify where. Hata hakusema wapi. But Abraham raised. Lakini Abraham akaamka and moved around. Akatoka and started moving according to the direction of God. Akaanza kwenda kulingana na Mungu alichokuwa anasema. And you know what happened to Abraham? Unajua nini kilitokea kwa Abraham? Because he was obedient. Sababu alikuwa mtii. All the earth, ulimwengu wote, have been blessed because of that man. Umebarikiwa kwa sababu ya mtu huyo. Have been blessed because of that obedient person. Umebarikiwa kwa sababu ya mtu huyo aliyekuwa mtii. Hallelujah. Amen. Be obedient to God. Kuwa mtii mbele za Mungu. Have a quiet time with him. Kuwa na muda wa utulivu. And usually he will communicate to you. Mara zote atazungumza na wewe. He will direct you. Atakuongoza. Be obedient. Kuwa mtii. Although sometimes to be obedient, hata wakati mwingine kuwa na utii is hard, ngumu, but be obedient anyway. Lakini tii hivyo hivyo. Because he knows all the environment and all the sababu anajua hali zote na mambo yote yanayokuja. Hallelujah. Amen. And let me add this. Have a heart of reverence to God. Labda niongeze na hiki kwamba uwe na moyo wa kutetemeka kwa Mungu. Don't rush before the Lord. Usiwe na haraka. He is God. Yeye ni Mungu. Hallelujah. Amen. Sometimes because we don't see the physical form of him, sababu wakati mwingine hapo unaweza usione mwili wake ulivyo. We don't see him like that. Tumuone namna hiyo. But remember, he is God. Kumbuka ni Mungu. He is the most powerful being in the whole universe. Yeye ni mwenye nguvu kuliko chochote katika ulimwengu. He is the only creator. Yeye ndiye muumbaji pekee. Praise God. So as you move before him, unapokwenda mbele zake, revere him. Tetemeka, worship. Revere him. Worship. Hallelujah. Amen. For he deserves to be worshipped. Kwa sababu anastahili kuabudiwa. Yes, have a heart of reverence before God. Nenda ukiwa na moyo wa ibada na kumheshimu mbele zake. If you read in John chapter 4 verse 23, kama tukisoma katika Injili ya Yohana sura ya 4 mstari wa 23,
Jesus was talking to a Samaritan woman. Yesu alikuwa akiongea na mama Msamaria. He said, Akasema, but the hour is coming and is now here when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship Him. lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba hawatafuta watu kama hao wamwabudu. When they worship God, Wanapomwabudu Mungu, they totally concentrate in worshiping Him. wanabaki kabisa katika kumwabudu Mungu. They totally concentrate in worshiping Him. Wakimwabudu Mungu, After sanctifying baada ya themselves, kujitakasa wenyewe, after standing before Him in awe. na kusimama mbele zake kwa kutetemeka. Hallelujah. God is seeking for such people. Mungu anatafuta watu kama hao. God is looking for such people. Mungu anatafuta watu kama hao. And you are the person Na wewe ndiye mtu huyo God is looking for. ambaye anatafuta. And you are the person. Na wewe ndiye mtu huyo. God is giving you a command. Mungu anakupa amri. God is giving you a command. Mungu anakupa If you amri. belong to Na Him, wewe ni mali yake. please have a quiet time with Him Pate muda wa utulivu pamoja naye every day. kila siku. Hallelujah. Amen. So as we read in Genesis, Tunaposoma kwenye Mwanzo, if you read the book of Genesis, especially the first chapters, kusoma katika kitabu cha Mwanzo hasa sura zile za kwanza, you'll get the impression that utapata muonekano kwamba God was communicating to Adam. alikuwa akifanya mawasiliano na Adamu, And He went to where Adam was every day alikuwa akienda kwa mahali ambapo Adamu yupo kila siku to communicate to him. kufanya mawasiliano naye. Hello? Amen. Are you here? Uko hapa? Amen. Hello? Amen. So He went to communicate to Adam. Kwa hiyo alikuwa akienda kuwasiliana na Adamu, And God wants to communicate to you. na Mungu atamani kuwasiliana na wewe Personally. binafsi. Hallelujah. Amen. And when you are there, Na unapokuwa pale, be alert. We are meeting with your Creator. uwe mwangalifu, unakutana na aliyekuumba. Be ready to obey whatever He will tell you. Uwe tayari kutii chochote atakachokwambia. Although, as I have said, Hata kama nilivyosema, there is a risk in obedience, kuna hatari katika kutii, but it will only be temporary. lakini mara zote ni kwa muda So mchache. obey Him anyway. Kwa hiyo mtii vivyo hivyo. Obey Him. Mtii, At the end, mwishoni you'll know utafahamu why He directed in the way He directed. kwa nini alikuongoza katika namna alivyokuongoza. One thing which is very paramount, Kitu cha muhimu sana, you have to know that God loves you. inabidi ufahamu kwamba Mungu He anakupenda. totally loves you without any reservation. Anakupenda mno pasipo kujisasa. So His directives Kwa hiyo maelekezo yake will always be good for your life. yatakuwa ni yenye makusudi mema kwa ajili ya maisha yako. We have got a certain verse here in John 7 verse 17. Tuna andiko hapa katika Yohana sura ya 7, Injili ya Yohana sura ya 7 mstari wa 7. If anyone's will is to do God's will, he will know whether the teaching is from God or whether I'm speaking on my own authority. Yes, please. Injili ya Yohana sura ya 7 mstari wa 17, Biblia inasema, mtu akipenda kuyatenda mapenzi yake atajua habari ya yale mafunzo, kwamba atoka kwa Mungu au kwamba mimi nanena kwa nafsi yangu tu. Hallelujah. Amen. What I want us to observe is that Kitu ambacho natamani hapa tukione ni hiki. in this verse, Katika andiko hili Jesus says, Yesu anasema, if a person kama mtu has a genuine desire mwenye shauku ya kweli to do the will of God, kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu, then God will give him ability Mungu atampa uwezo to discern kuweza kutambua instructions maelekezo
from a preacher, kutoka kwa anayehubiri, from a prophet, kutoka kwa nabii, from any person kutoka katika chanzo chochote cha taarifa who claims to speak, ambacho kinasema if those what he speaks kwamba kile anachokisema comes from God kama kinatoka kwa Mungu or comes from au somebody kutoka else. eneo lingine. Hello? Amen. This is the problem we are facing these days. Hili ndio tatizo tulilonalo nyakati hizi. So many people Watu wengi claim to be speaking from God, wanasema kutoka kwa maneno ya Mungu, but actually they are doing business. lakini mara nyingi wanakuwa wanafanya mambo yao ya Actually they are biashara, looking for their own glory. wakitafuta utukufu wao wenyewe. But if you really seek Lakini kama kwa to do the will of God, shauku ya kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu, here there is a verse. hapa Hello! Here there is a verse liko andiko hapa where God says, ambapo Mungu anasema He will enable you atakuwezesha wewe to discern kutambua that these words kwamba maneno haya are from God yanatoka kwa Mungu or are from the enemy. au kutoka kwa adui. And therefore you will choose to obey those which are from God. Kwa hiyo utachagua kutii yanayotokana na Mungu. So many Christians Wakristo wengi have entered into unnecessary problems wameingia katika shida zisizokuwa na lazima because they did not discern kwa sababu hawakutambua if those words were from God kama maneno haya ni kutoka kwa Mungu or from a person au kutoka kwa mtu or from the devil. au kutoka kwa ibilisi. Are we together? We have got a promise. Tunayo ahadi. If you have got a desire Kama una shauku to do the will of God, kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu, God will give you an ability to be able to discern. Mungu atakupatia uwezo wa kuweza kutambua. He who has got a desire to do the will of God Yeye mwenye shauku ya kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu, will definitely kwa hakika read the word of God atasoma neno la Mungu so that he can know ili aweze kujua what the will of God is. yale yaliyo mapenzi ya Mungu. Are we together? Tuko pamoja. He will worship God. Tutamwabudu Mungu, He will seek God atatafuta to Mungu assist him amwezeshe or to assist her au amwezeshe in understanding katika kuelewa and in doing katika ili kufanya the desires of God. yaliyo mapenzi ya Mungu. Time with God, a quiet time with God. When can that be done? Labda niseme ni kwa wakati gani? Ni wakati gani mtu anaweza akawa na muda wa utulivu pamoja na Mungu? Let me say, during your best time. Labda niseme ni kwa wakati ule ambao ndio mzuri kwako, ule wakati unaofaa sana. Jesus had it early in the morning. Yesu alikuwa nao asubuhi sana. Select your best time. Tafuta muda unaofaa kwako. Jesus had, you also can have. Yesu alikuwa nao na wewe pia unaweza ukawa nao. Maybe you can decide to have quiet time with God in the early morning. Labda unaweza ukaamua kuwa na muda wa utulivu na Mungu nyakati za asubuhi. That's okay. Hiyo pia ni sawa. You can do as Jesus did. Unaweza ukafanya kama Yesu alivyofanya. However, you can find any other time which you think is best for you. Na pia unaweza kutafuta muda wote unaoona unafaa kwako. There is no order at what time. Hakuna amri ya kwamba ni muda gani. Only the time when it's best. Ni kwamba tu upatikane muda unaofaa. Not when you are very tired. Sio wakati ambapo umechoka Too sana. tired. Umechoka mno. You just go there to have time with God. Unakwenda tu pale kwa muda na Mungu Only to doze. ili usinzie kidogo. After 2 hours, Baada ya masaa mawili you wake up. unaamka, You haven't communicated. haujazungumza na Mungu. Imagine you are talking to your wife. Fikiria kama unaongea na mwenza wako. You are talking to a very good friend of yours. Unaongea na rafiki yako mzuri kabisa. And as you talk to him, Unapoongea naye, he's dozing. yeye analala. He's sleeping. Analala. How do you feel? Unajisikiaje? Likewise God. Hivyo hivyo Mungu. When you go before him, Unapokwenda mbele be zake, alert. kuwa macho. Be awake. Kuwa macho. Have your ears, Masikio yako, your eyes, macho yako, your spiritual ears and eyes yote ya rohoni na mwilini open to hear from him. yawe tayari kusikia kutoka kwake. I don't remember Sikumbuki when I talked to my girlfriend. ninapozungumza na mwenza wangu, When I talked to my girlfriend. Mpenzi wangu. Sikumbuki wakati ambapo niliongea na mpenzi wangu nikasinzia. I don't remember when I was talking to my girlfriend and during the talk Sijamuoa, tumesema tukutane. when we were meeting Alafu nasinzia. and I was sleeping. Nadhani nisingemuoa. I don't Angesema hili jamaa nithamini kabisa. Maana ninasinzia tukutane.
I don't think the marriage would be possible, because you say there's no care in this man. Kwa sababu unasinzia Because you are kama hujamaanisha, if you are not, kama mambo hayo hayakuchemshi. if those things are not important. Lakini kama unachemka, But if those things hautakuwa are macho. important, you'll be aware. Utaangalia macho yake, You'll be aware. utaangalia meno, You'll be aware utaangalia uso. to see the detail. Ana dimpo. To see Oh, the ana mwanya. Neno meupe. detail. To see the detail. Weusi. Jamani. Mungu anataka tuwe na shauku hiyo. God wants us to have the desire. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utasema nashindwa. You might say it's not possible. Ninatamani lakini I nashindwa. desire, but it's hard. Mwambie, Talk to him. mwambie nisaidie Mungu. Talk to him, Lord. Weka moto ndani yangu. Put fire in me. Ninapokuja mbele zako, When I come before you, nitie nguvu. energize me. Nijisikie upo. Be able to Nijisikie focus unanipenda. Be Nijisikie able to unaweza focus on yote. me, and you are able to do everything. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana kwenda mbele za Mungu ni vita. Going before God is a battle. Ibilisi anapinga. The devil will go against you. Mazingira yanapinga. Environment will be Mwili against you. unapinga. Body is against you. Lakini muombe. But go before him. Ana uwezo. And he is able. Karibu na maliza. Verse 5. Ayubu sura ya kwanza mstari wa 5. Job in this chapter Katika sura hii ya Ayubu seems that he usually had a quiet time with God early in the morning. inaonyesha kwamba alikuwa na muda mzuri na Mungu asubuhi na mapema. And when the days of the feast had run their course, Job would stand and consecrate them, and he would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all. So Job said, it may be that my children have sinned and cursed God in their hearts. Thus Job did continue. Basi ilikuwa hapo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao akawatakasa, kisha akaamka asubuhi na mapema na kusongeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa. Kwani Ayubu alisema, yumkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Kwa hiyo Ayubu alivyofanya Ayubu siku zote. So according to Job, it seems that he went early in the morning. That was his special time with God. Kwa kulingana na Ayubu alikuwa anakwenda asubuhi na mapema to communicate with him. Ilikuwa muda wake mzuri yeye kuzungumza na Mungu. Let us see the psalmist. Tuone kwenye Zaburi. My heart is still Psalms 57 verse 7 to 8. Zaburi 57:7 mpaka 8. My heart is steadfast, O God. My heart is steadfast. I will sing and make melody. Awake my glory. Awake, O harp and rhyme. I will awake the dawn. Mungu moyo wangu uthabiti, nitaimba zaburi. Amka utukufu wangu, amka kinanda na kinubi, nitaamka alfajiri. So it was early in the morning. Ya huyu alikuwa anafanya muda wake wa maalum na Mungu asubuhi. And in Psalms 119 verse 147. Pia katika Zaburi 119 mstari wa 147, I rise before dawn and cry for help. I hope in your words. Niliamka asubuhi na kuomba kwa rehema kutoka kwako. Isaiah 26 verse 9. Isaya 26 mstari wa 9. My soul yearns for you in the night. My spirit within me earnestly seeks you. For when your judgment are in the earth, the inhabitants of the world learn righteousness. Isaya 26 mstari wa 9, nasoma kwa jina la Yesu. Kwa nafsi yangu nimekutumaini wakati wa usiku. Naam, kwa nafsi yangu ndani yangu nitakutafuta mapema, maana hukumu zako zikiwapo duniani, watu wakao duniani kujifunza haki. Amen. For Isaiah it was during the night. Kwa habari ya Isaya alikuwa anafanya muda wake wakati wa usiku. But the others we have seen, wakati watu wengine tumeona,
It was early in the morning. Kwa ni asubuhi sana. So we don't have a specific time. Hakuna muda maalum sana. Find the best time for you. Tafuta muda unaokufaa wewe. When you can be alert enough to hear from him. Ambapo utakuwa uko macho ya kutosha kuzungumza na kusikia kutoka kwake. Hallelujah. Amen. Maybe I should end here. Labda nimalizie hapa. And we continue next week. Tutaendelea wiki ijayo. About the other parts. Kwa habari ya vitu vinavyofuata. So if you to summarize what we have said. Labda kama nikiweka muktasari wa kile tulichosema, then make a plan na kuweka mpango to have a quiet time with God. Kuwa na muda wa utulivu na Mungu. Where you'll go and meet him. Baba utaenda kukutana naye. Excited. Ukiwa umefurahi. And knowing that he is there. Ukijua kwamba yuko. And knowing that he loves you. Ukijua kwamba anakupenda. And knowing that he is a problem solver. Yeye ni anayetatua matatizo. And knowing that he can heal you. Kwamba anaweza kukuponya. And knowing that he can turn your situation around. Kubadilisha hali yako. And knowing that he can bless you. Kwamba anaweza kukubariki. He can enable you. Anaweza kukuwezesha. Bless others. Kuwabariki wengine. Have a quiet time with God. Uwe na muda wa utulivu. May God bless you. Mungu akubariki. Let us meet next week. Tukutane wiki ijayo. We'll continue with this. Tutaendelea. And I pray. Naomba. And please make a promise. Na ufanye haya. That you will start kwamba utaanza having a quiet time with kuwa na God. muda wa utulivu. To have a special time with Muda Him. maalum na yeye. Don't worry. Usiwe na shaka. When you begin, Unapoanza it may seem to be very inaweza hard. kuonekana ni ngumu. But in order to become a habit, Lakini ili uweze kuifanya iwe tabia. people say, Watu wanasema. if you repeat 6 times, Rudia mara 6. today, tomorrow, the day after, 6 times, Kwa mara 6. then automatically it becomes a habit. Mara nyingi inaanza kuwa tabia. If at first you wake up, maybe you want to, in the morning, it will be hard to wake at 4 a.m. Labda mwanzoni unaanza kuamka saa 10 alfajiri itakuwa ngumu. It will be hard for the first time. Kama ngumu mara ya kwanza. The second time you want to make it hard. The fourth time. When you reach the 6th time, your body will be used to it. Mara nyingi unapofika mara ya 6 utaanza kuzoea. You will find it's normal. Utajikuta unaweza kufanya So vizuri. let us work hard. Ukifanya bidii. We are living in the days of the end. Tunaishi siku za mwisho Sin sana. is rampant. Dhambi imeenea. We cannot stay without going in the presence of God Hatuwezi kuishi pasipo kwenda mbele sana. and being energized. Na kutiwa nguvu. Prepare your day Jiandae na siku yako. by starting with God. Kuanza na Mungu. May God bless you. Mungu akubariki. May God bless you. Mungu akubariki. May God look at you. Mungu May akutazame. God lift you up. Mungu akuinue. May God fight for you. Mungu akupiganie. Amen. Amen. Maybe you need some prayers. Labda unahitaji maombi. Those who need prayer, please can you come forward? Unahitaji maombi, tafadhali waje mbele. You say it. As the church will be lifting you up. Kama kanisa tutakuinua. Karibia mbele. So please, the sick should be in my right hand side. Wagonjwa tafadhali njoo mbele kwa ajili ya kuombea watu hawa. And the deacons, Mshemasi, you can be close here unaweza kuwa karibu in case of anything. tokea lolote. Now I pray for the sick. Sasa naombea wagonjwa. I don't have much time. Sina muda wa kutosha. Please put your hand Tafadhali weka on your left side at where your heart is. weka mkono wako kushoto, moyo wako ulipo. And we will pray. Say, Father, sema Baba Mungu, Say, Father, God, nimekuja mbele zako. I've come for you. Naomba uniponye. I ask you to heal me. Nitakase Cleanse me. kila uovu Every ninaoujua evil which I na know, nisioujua the one I do not na know. nisioujua. Nitakase, niponye. Ninaumwa Bwana. Endelea kuomba. Endelea kuambia unaumwa nini wakati nakuombea. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Mwachie huru. Pokea uzima. Ewe maumivu. Achia. Ewe ugonjwa. Achia. Wakati unapotamka ni kwa jina la Yesu Kristo. Ni kwa jina la Yesu. Pokea uzima. Pokea afya. Pokea katika jina la Yesu Kristo. Naomba ujiangalie. Ulikuwa unaumwa, angalia pale palikuwa panauma. Pokea uzima. Natamka afya. Natamka afya juu yako. Ugonjwa achia, maumivu achia katika jina la Yesu. Kila ugonjwa kwa jina lake. Mwache huru. Mwachie kuanzia utosi hadi nyayo. Mwachie. Amina. Naomba ujiangalie. Niambie yule aliyepona niambie, ambaye bado kuna kitu tafanya.
Ulikuwa unaumwa? Labda niulize maana hawaza ulikuwa unaumwa nini? Inatokea lakini